nao. Kwa kuna watu ambao wanahusiana na ndoa yenu. Ndio maana Paulo anasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Akiwa na lengo gani? Kwamba ile ndoa haiko kwenye kisiwa, hamko nyinyi wawili tu duniani, kuna watu wengine wanawazunguka. Baba, mama wanawazunguka, kuna wajomba, kuna mashemeji, kuna mashangazi, kuna watoto wenu, kuna watu wengi wanawazunguka, wanaizunguka ndoa yenu. Kwa hiyo sio kwamba watakuwa hawaioni, wanaiona na watakuwa kuna namna wanavyohusiana nayo na nyinyi mnavyohusiana na watu wengine. Kwa hiyo mahusiano yenu na watu wengine au na ndugu zenu na marafiki zenu yanapaswa kuwa ya kufuata protokali ya kindoa, ya kufuata maadili ya ndoa, ya kufuata itifaki ndani ya ndoa. Sasa unaweza ukakuta kuna baadhi ya familia unakuta baba influence yake kubwa inatoka kwa ndugu zake, yaani ndugu zake ndo waamuzi wa mwisho wa masuala yake ya ndoa. Au mama, tuseme mke unakuta maamuzi yake yote anayoyafanya ndani ya ndoa ni maamuzi ambayo yanatokana na maamuzi ya mama yake, yaani mama akasemaje kuhusu hiki ndani ya ndoa yao. Kwa hiyo kila katatizo kakijitokeza, binti anapiga simu kwa mama kupata ushauri, na unakuwa ushauri wa mwisho. Kutoa ushauri sio kitu kibaya, lakini anapokuwa third party, anapokuwa muamuzi wa mwisho wa kile kinachotokea humu ndani, inakuja kuwa shida. Kwa ni lazima muwe na namna ambayo nyie wenyewe mtaona kwamba inatusaidia namna gani. Ndio maana nikasema kwamba hata hawa ndugu, kama hautatengeneza namna nzuri ya wewe kushughulika nao katika engo mbalimbali za maisha, maeneo mbalimbali ya maisha, watakuwa chanzo cha kukuharibia ndoa. Kaa kwenye nafasi yako vizuri, weka vipaumbele vyako vizuri ndani ya ndoa, heshimu ndoa yako, ndipo na wengine wataiheshimu. Hivyo basi kupunguza ile kiwango cha kutengana, kiwango cha migogoro, ili kutokuleta kutengana, kutokuleta talaka, eti kwa sababu mama amechangia au kwa sababu baba amechangia sisi ndoa yetu kuvunjika, au kwa sababu tulikuwa tunamsikiliza sana baba, tunamsikiliza sana mama, kuna rafiki fulani tunamsikiliza sana, fulani akisema basi ndo imemaliza, akifanya ndo amefanya uamuzi. Hapana, kaa kwenye nafasi yako vizuri, fanyeni maamuzi ya mwisho ninyi wawili. Hii itawasaidia sana katika kujenga kilicho cha kwenu na kuliko kubomoa. Hapa tutakuwa na familia imara.